Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel, utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako. Namshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumefanikiwa kuhitimisha kampeni ya Tunaishi Nao msimu wa 8 mwaka 2026 kwa kuhudumia, ambapo tumehudumia wahitaji 13, na katika wahitaji 13 wa mwaka 2026 wahitaji mmoja ndo amefariki dunia kwa sababu ya changamoto ya kansa, lakini wengine matibabu yanaendelea na wanaendelea vizuri. Wapo ambao bado wapo kwenye mahospitali, wapo ambao wameenda hospitali, wameruhusiwa, wamerudi majumbani na kuendelea kutumia dawa, lakini pia wanatakiwa waendelee kuhudhuria kliniki mbalimbali. Kwa hiyo katika hilo tunashukuru sana. Lakini jambo la pili, tumefanikiwa katika wahitaji 13 mwaka huu tumekusanya zaidi ya milioni 100,800 na pointi. Hizi ni fedha nyingi sana ambazo tuliweza kuzikusanya, na ikumbuke ni fedha ambazo tumekuwa tukikusanya kwa kila wiki kwa mhitaji mmoja mmoja, ambapo kwa mhitaji wa chini kabisa tulipata kiasi cha shilingi milioni 5,500,000, lakini zaidi ya hapo tumekuwa tukipata milioni 7, 8, 9 na pointi kwa mhitaji mmoja mmoja, ambayo imekuja kuifanya jumla kuwa ni milioni 100,800,000. Lakini kuhusiana na changamoto ya kansa, ni kweli asilimia kubwa ya wahitaji wengi ambao sisi tunawasaidia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao wana changamoto ya kansa, na vipo vitu vingi ambavyo tumebaini ambavyo vinasababisha kansa na hata kuwa ni vyanzo kwa watu ambao tunahudumia. Kwanza ni mtindo wa maisha ya mtu ya kila siku, vyakula vyake, lakini pia bado kuna wengine madaktari wanasema, unajua kansa pia inarithi kwa hiyo kuna wengine pia ni kansa ya kurithi. Unakuta kuna baadhi ya koo unakuta ni historia ya kansa kwao, yani alikuwepo shangazi, alikuwepo bibi, alikuwepo mjomba, basi na huyu pia amepata kansa. Kwa hiyo vya namna hiyo, lakini kusema ukweli changamoto ya kansa imekuwa ni kubwa sana, na tatizo jingine pia hapo ni kwamba watu wengi wamekuwa hawapimi afya. Mbali na kutokupima afya, watu wengi tumekuwa wepesi sana kuanza kutumia pain killer. Yani unapoona una changamoto ya kuumwa, basi unanunua Panado au unatumia dawa. Yani unaanza kuhangaika kidogo kidogo mpaka tatizo linakuwa kubwa, na ndio maana wengi tunakuja kuwafikia katika hatua ambayo changamoto zimeisha kuwa kubwa sana. Kampeni imeenda kwa muda gani? Anza rasmi kwa kuizindua tarehe 3 mwezi wa 3 2026, na tukahitimisha mhitaji wa 13 tarehe 26 mwezi wa 5 2026 katika eneo la Ramadhani. Kwa hiyo nzuri sana kwa ajili ya wachangishaji wetu wengi ambao wanachangisha kwenye maeneo mbalimbali. Sisi tunao wachangishaji kwenye maeneo ambayo hayapungui 60. Watu wanachangisha michango wanaleta. Kwa hilo pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia unaona hawa watu wanaochangisha michango wamechangisha kwenye maeneo mbalimbali, si kwa watu binafsi pekee. Wameenda mpaka kwenye taasisi za serikali, wameenda kwenye taasisi za kidini, huko kote wamekuwa wakishikwa mkono. Lakini pia hata sisi ambao tunapokea michango kupitia nambari zetu za akaunti, mapokeo yamekuwa mazuri. Watu wanatuma michango, watu imefika hatua wana Njombe na Watanzania wameliona Tunaishi Nao ni kama jukumu. Hata hivi tunamaliza, lakini bado kuna wengine wanasikitika kwamba kwa nini tusingeendelea kwa muda wa mwaka mzima. Lakini huwa tunasema tu kwamba kitu chochote kizuri tunaweza tukakifanya kwa muda fulani, alafu baada ya hapo tunajipanga kwa ajili ya kuwa bora zaidi msimu unaofuata. Hizo ni jitihada zenu binafsi. Unadhani kuna nini ambacho kinapaswa kufanyika zaidi ili kuhakikisha wagonjwa wengi zaidi wanaendelea kufikiwa, kwa sababu ninyi mnahitimisha kampeni lakini bado kuna wahitaji wengi sana huko mitaani? Nini kifanyike zaidi? Kwenye hili kuna mambo mawili nitayazungumza. Jambo la kwanza ni jamii kuendelea kutambua juu ya hizi changamoto, kuwekeza nguvu kubwa kwa ajili ya wahitaji mbalimbali ambao wanapitia changamoto mbalimbali, kuendelea kuwasaidia katika maeneo ambayo wanaishi. Hili ni jambo la kwanza ambalo mimi ninaliona ni la muhimu sana katika kuendelea kusaidia hawa wahitaji. Lakini jambo la pili ambalo ninatamani ni serikali kama inaweza kuliona hili kwa namna moja au nyingine,
tunajua kupitia Wizara ya Afya matibabu ni gharama sana. Kwa mfano, tumekuwa tukikutana na wagonjwa wa kansa, matibabu yao ni makubwa mno. Tunakutana na wagonjwa ambao wanasumbuliwa labda changamoto za figo, matibabu yake ni makubwa mno. Tunatamani kuona kwamba serikali ingeweza kuona namna, pamoja na jitihada ambazo wanafanya kuanzisha bima kwa kila mmoja, bima kwa wanafamilia, lakini pia kuona namna ya kuweza kutengeneza masharti rafiki kwa hao watu wanaogundulika kuwa na changamoto za haya magonjwa ambayo ni makubwa sana, kwa sababu inafika hatua ambayo kansa ikiingia kwenye familia ni umaskini umeingia. Watu wanauza kila kitu walichokuwa nacho, na mwisho wa siku bado changamoto haiwezi kuisha, kwa sababu unakuta mtu anauza shamba leo anaenda anatibiwa, akirudi anauza miti anaenda anatibiwa, akirudi anakuja kuuza ng'ombe anaenda anatibiwa, akirudi anakuja kuuza kiwanja anaenda anatibiwa. Kwa hiyo kama ingekuwa na uwezekano ingeweza kuwa rahisi zaidi, kwa sababu kama serikali ingeweza kurahisisha ya mambo, watu waende kutibiwa moja kwa moja, kwamba una changamoto ya kansa nenda Ocean Road moja kwa moja, serikali igaramie matibabu yao, ingeweza kuwa rahisi zaidi na watu wangeweza kupona kwa kuweza kusaidiwa. Mlianza kama tone na leo ni bahari, pengine kadri mnavyoendelea vitu gani mnaboresha, na kwa mnavyoona pengine mpaka kufikia msimu ujao vitu gani vipya mtaviongeza? Ni kweli tulianza kama tone, watu wengi walikuwa hawajaelewa tunachokifanya, lakini baadaye watu wakaanza kuelewa. Nakwambia sasa hivi mchango ambao mwaka wa kwanza na mwaka wa pili tulikuwa tunakusanya kwa mwaka mzima, leo tunakusanya ndani ya wiki moja kwa mhitaji mmoja, lakini mwanzo ilikuwa ni kwa wahitaji 12 wa mwaka mzima. Kwa hiyo nini kimetokea? Kwanza watu wameelewa elimu ambayo tumekuwa tukiitoa, lakini jambo la pili ni uwazi na uaminifu ambao unafanyika kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Watu wanatazama ile michango wanayotoa, kiasi ambacho tunaenda kukipeleka kwa mhitaji, wanaona kabisa kinawiana na utoaji wao ambao unafanyika. Lakini kila kitu tumekiweka wazi katika hili. Ni matarajio na ni matamanio yangu makubwa kuja kuona kwamba msimu unaokuja nafikiri utakuwa ni msimu mwingine ambao ni bora zaidi wa kuendelea kutengeneza mafanikio makubwa zaidi, kwa sababu draft yetu au ngazi yetu inazidi kupanda hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo ni matamanio yangu na matarajio yangu kuona kwamba tutaendelea kupanda tena na tena, na ninaamini kitu kama hicho, kwa sababu jamii inazidi kuhamasika, jamii inazidi kuona muhimu juu ya hili jambo. Mgeni rasmi wa leo alishauri kwamba badala ya kukopa fedha tu unaweza pia kukatia bima. Mmeshafika huko au bado? Ni kweli wahitaji wengi tumekuwa tukishauri kukata bima, na tumekuwa tukiwasaidia pia kukata hizo bima kwa ajili ya kuwasaidia kwenye matibabu, kwa sababu tunaamini ukimkatia mtu bima ya $800,000 kwenye matibabu yake, leo matibabu yaligharimu $7,000,000, lakini ana bima $800,000 inaweza kumsaidia mwakani, familia wanaweza akajichanga kulieneo bima, kuliko kumwacha mtu na $7,000,000 ambayo umemchangishia akaenda kutibiwa zikaisha zote, inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo kweli tumekuwa tukikata bima kwa ajili ya hawa wahitaji wetu, na tunafikiri pia ni jambo ambalo limetupigisha hatua ama linasaidia hawa wahitaji kwa hatua moja kwenda hatua nyingine, na tutaendelea kutoa elimu kwa ajili ya watu kuendelea kukata bima. Shukrani sana.